wengi huwa tunatumia miaka 16 hadi 20 kujifunza elimu ya shuleni, kuwa shuleni kule, lakini tunashindwa kutumia hata lisali moja au siku moja katika maisha yetu kujifunza kuhusu elimu ya fedha. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba wenye mshahara mkubwa huishia kuwa masikini, wanaoingiza kipato kikubwa huishia kuwa masikini, na baadhi wachache ambao wanaingiza kipato kidogo sana hugeuka baadaye, baada ya muda, kuwa matajiri wakubwa. Na hii inaathiri jamii yetu kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tunaishia kuwa na watu wengi zaidi wanaoishi katika kipato cha chini, japokuwa huenda ndio hao ambao wanaingiza kipato cha juu katika kipindi chao kile cha tunasema nguvu, wakati wakiwa wanafanya kazi. Sasa leo nataka tuangalie faida 5 za kujifunza kuhusu elimu ya fedha, kwa sababu tumeshatambua kwamba unaweza ukaingiza kipato kikubwa sana. Kinachomata sio kipato ambacho unakiingiza hivi sasa. Unaweza ukaingiza milioni 2, milioni 5, lakini kitakachoamua hatima yako ni namna unavyotumia hicho kipato, namna unavyokitunza, namna unavyokiwekeza. Matumizi yako kiujumla yanamata sana kwenye baadaye yako na baadaye ya familia yako. Hello, mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Hii ni Siri za Vitabu. Turudi katika kujifunza, turudi darasani. Usisahau kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii. Kwa hiyo zipo sababu 5 za kwa nini ni muhimu kujifunza kuhusu elimu ya fedha. Na tunasema kitu kimoja, siri si kiasi cha pesa ambacho unakiingiza hivi sasa. Siri kubwa ipo katika elimu yako ya fedha, na elimu ya fedha itakusaidia kujua, tunasema itakusaidia katika mambo 5 ambayo leo ninaenda kuyazungumza. Kitu cha kwanza kabisa, elimu ya fedha inakufundisha au inakusaidia jinsi ya kutunza na kuikuza fedha. Kumbuka, kuitafuta fedha ni kitu kimoja, kuitunza na kuikuza ni vitu viwili tofauti ambavyo mara nyingi hivi hatufundishwi. Unaweza ukawa unafundishwa shuleni, utafute uwe professional, uwe mtaalamu katika kitu fulani, upate ajira, lakini utazipata zile hela, ila kuitunza fedha na kuikuza fedha ni elimu ambazo ni tofauti. Kwa wengi wanaishia kupata fedha nyingi wakati wa utafutaji wao, lakini elimu ya kuitunza fedha na wapi pa kuikuza fedha inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunasema elimu ya fedha, ukijifunza kuhusu elimu ya fedha utaweza kujua namna ya kutunza fedha na kuikuza fedha. Watu wengi wanajua jinsi ya kutafuta pesa, lakini hawajui jinsi ya kuzifanya zibaki kwao au katika mikono yao na ziweze kukua. Elimu ya fedha inakufundisha kuokoa, kuwekeza, kuiokoa fedha yako ili isiweze kupotea, lakini vile vile inakufundisha jinsi ya kuwekeza na kuitumia pesa yako katika njia ambayo itaiongeza thamani. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, elimu ya fedha inakusaidia kuepuka madeni mabaya. Wengi tunaona, na mimi nina mifano hata mpaka ndugu ambao mara nyingine wanajikuta wanaingia katika madeni ambayo hayana tija kwa upande wao. Unavyoiona benki inataka kukopesha, imekuona na kibiashara chako, imekuona na kazi yako, usidhani kwamba inakupenda sana. Ni muhimu kuwa na elimu sahihi ya kujua ni deni gani baya na ni deni gani zuri. Na tukijifunza zaidi huko utaweza kugundua kwamba matajiri wanatumia madeni katika faida yao. Yaani ni deni analipa riba, lakini bado linamsaidia kuliko mtu mwingine yoyote yule. Kwa hiyo kujua deni zuri ni lipi kupitia elimu ya fedha itakusaidia kujua deni zuri ni lipi na deni baya ni lipi. Kwa hiyo kujua madeni mazuri na madeni mabaya. Lakini vile vile elimu ya fedha, kujifunza kuhusu elimu ya fedha inakusaidia katika safari yako ya kuattain au kufikia uhuru wa kifedha. Kumbuka kwamba lengo sio kufanya kazi mpaka pale tutakapokufa. Hatuhitaji kufanya kazi mpaka kufa. Tunahitaji kufanya kazi ikifika kipindi fulani nguvu zetu zimepungua, tuwe na uhuru huenda wa kulala, lakini wakati tukiwa tunaingiza fedha. Sasa watu wengi tunaingiza fedha katika ile njia moja, end income, ambayo unaifanyia kazi. Tunashindwa kwenda kuwekeza ili baadaye hela yetu sisi ndio itufanyie kazi. Lengo sio kufanya kazi katika maisha yetu yote. Lengo ni kufikia hatua ambapo pesa zinafanya kazi kwa ajili yako. Elimu ya fedha ndio msingi wa kujenga uwekezaji na vyanzo vya mapato vinavyokupa uhuru huo. Lakini point ya 4 au swala la 4, elimu ya fedha inakusaidia kufanya maamuzi bora ya uwekezaji. Wapi niwekeze fedha yangu? Kwa sababu kama tulivyotangulia kusema kule, kuitafuta
kuitafuta ni kitu kingine, kuitunza ni kitu kingine, lakini vile vile kuweza kuikuza ni kitu kingine. Sasa tunaikuza kwa njia ya uwekezaji. Sasa kupitia elimu ya fedha unaweza ukajifunza nitunze wapi fedha yangu, actually niende nikawekeze wapi fedha yangu, na itakuwa kwa kiasi gani? Itakuwa kwa 7% kwa mwaka, au itakuwa kwa 13%, au itakuwa kwa 18%, au itakuwa kwa 33%, au 30%, au 40%, au 50%, au naweza kudouble fedha yangu. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Wapi pa kuwekeza fedha yako? Nikawekeze kwenye stock, au nikawekeze kwenye bond, au nikawekeze labda kwenye collectibles, hizi vitu vya thamani, au nikawekeze, unaangalia unaweza kujua niwekeze fedha wapi, au nianzishe biashara na kuendelea. Kwa hiyo elimu ya fedha inaweza ikatusaidia katika engo hiyo. Lakini vile vile elimu ya fedha, na pointi ya mwisho hii katika video hii, elimu ya fedha inakusaidia kujenga utajiri wa kizazi. Jana nilikuwa nasikiliza video moja ya bwana mmoja mheshimiwa, na napenda uwasilishaji wake, lakini vile vile uwezo wake katika haya mambo. Anaitwa Salumu Awadhi. Nilikuwa najifunza kuhusu kitu tunakiita trust, family trust, namna ya kuanzisha trust, yani tunasema jinsi ya kujenga generational wealth. Wengi tunatafuta fedha, lakini asilimia zaidi ya 70 fedha hizi, zile fedha tunazozitafuta katika kizazi cha pili huwa zinapotea. Sasa ni muhimu kujua, kujifunza elimu ya fedha, ni muhimu kujua unawezaje ule utajiri wako unaoutafuta, au mali unayoitafuta, jitihada unazozifanya ziweze kufikia kizazi cha pili, cha tatu na kuendelea. Hii ni culture ya Wahindi ambayo sisi kwetu kwa kiwango kikubwa tumeikosa, lakini ni muhimu kuwa nayo. Kwa hiyo hayo ni maeneo matano ambapo elimu ya fedha inaweza ikatusaidia. Mimi safari yangu ya kujifunza kuhusu elimu ya fedha ilianza nadhani ilianza kwenye 2021-22 baada ya kumaliza chuo. Nimemaliza chuo 2019 huko, nilipoanza kusoma kitabu cha kwanza kabisa cha Rich Dad Poor Dad. Ndio maana na video ambayo nimejaribu kuelekeza kwa nini watu wanaamini, wale wanaoamini kwamba kitabu hiki kinatumika kutapeli watu. Je, kinatumika kweli kutapeli watu, au ni watu wana mitazamo tofauti? Ni kitabu cha muhimu sana, Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich. Vitabu nilivyovisoma mwanzoni kabisa vikanifungua kuhusu kuongeza jitihada ya kuendelea kujifunza kuhusu elimu ya fedha. Elimu ya fedha ni nini? Kuna nini? Nijifunze nini? Nitafute, sababu elimu nyingine ambayo ya muhimu ambayo tunaisema ni kujua sijui nini na ninakipatia wapi. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Tukutane katika masomo yajayo. Karibu sana. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini vile vile kushare video hii.